Nimepiga kura yangu kama mwananchi. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC ilitangaza washindi mbalimbali wa chaguzi zilizofanyika maeneo tofauti nchini, huku ushindani mkali ukishuhudiwa baina ya serikali na upinzani. Katika maeneo bunge yaliyoshiriki uchaguzi huo, eneo la Malava, David Ndako wa chama cha UDA alijizolea kura 21,564, akimpiku mwenzake wa DAP-K Seth Panyako aliyepata kura 20,210. Katika eneo bunge la Kasipul, Boyd Were wa ODM alitangazwa mshindi baada ya kupata kura 16,819, akimshinda mpinzani wake mkuu aliyewania kama mwaniaji huru Philip Aroko aliyejizolea kura 8,476. Eneo bunge la Mbeere North, Leo wa Muthende wa chama cha UDA aliibuka mshindi na takriban kura 15,802, huku Newton Kariuki maarufu kama Newton Karish wa chama cha DP aliibuka wa pili kwa idadi ya kura 15,308. Harrison Kombe wa chama cha ODM alitangazwa mshindi wa kura za Magarini baada ya kupata kura 17,909, huku akimshinda mpinzani wake wa chama cha DCP Stanley Kenga aliyepata kura 8,907. Katika eneo bunge la Ugunja, Moses Omondi wa ODM alitangazwa mshindi baada ya kupata kura 9,447, huku eneo bunge la Banisa likipata mbunge mpya baada ya Ahmed Maalim Hassan wa UDA kupata ushindi wa kura 10,431. Chama cha ODM kimeonekana kuvuna idadi nyingi ya wabunge ikilinganishwa na chama tawala cha UDA. Hata hivyo, kaunti ya Baringo pia ilishiriki uchaguzi huo na kuchagua seneta, huku mgombea wa UDA Vincent Chemitei akiibuka mshindi. Maeneo kadhaa ya wadi pia yalishiriki katika uchaguzi huo kuwachagua wawakilishi wadi. Katika wadi ya Kariobangi North, David Wanyoike Warui wa chama cha DCP aliibuka mshindi, huku Douglas Masikonde wa Narok Town pia akitangazwa mshindi. Katika wadi ya Kisa East, Aduda Okwiri wa DCP pia alitetea kiti hicho, huku Eric Wekesa ambaye pia ni mgombea huru alitangazwa mshindi kuwakilisha wadi ya Chwele Kabuchai. Kila ambacho tumepigania tumepata. Muniombee Mungu anipatie hekima ya kuwaongoza vile mngependa na kuwalea kuwafikisha kwa nafasi nyingine. Chama cha UDA kilipata ushindi katika wadi ya Purko baada ya Amos Mbusia kutangazwa mshindi. Chama cha Ford Kenya pia hakikuachwa nyuma. Hii ni baada ya mgombea wake wa wadi ya Fafi kwenye kaunti ya Garissa, Hassan Aden Kolosh, kunyakua kiti hicho. Uchaguzi huo, kwa mujibu wa washikadau mbalimbali, ulionekana kuwa kipimo kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Baadhi wameshtumu tume hiyo kwa madai ya kuibuka visa vya wapiga kura kuhongwa sehemu kadhaa, huku wengine wakielekezea lawama vitengo vya usalama baada ya kuibuka kwa visa mbalimbali vya utovu wa usalama. Uchaguzi huu pia umeonekana kama mtihani si tu kwa baadhi ya viongozi wakuu serikalini, bali pia kwenye upinzani, huku baadhi wakidai huenda Rais William Ruto na upinzani wakatumia matokeo ya chaguzi hizi kutathmini umuhimu wa kisiasa wa baadhi ya wandani wao. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Felix Wanjala.